Kuanza rasmi kwa ndoto na mpango wa Amerika kupeleka mwanadamu afike na kutua mwezini kulianza mwaka 1961 wakati rais wa Amerika kipindi hiko John F. Kennedy alipotoa hotuba iliyosisitiza imani yake kuwa kabla ya kupita miaka 10 tangu siku hiyo, anaamini wanasayansi wa Marekani watafanikiwa so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. kubwa walichotoka nacho huku duniani. Tukio hili kubwa katika historia ya sayansi ya anga lilifanikiwa kukamilika siku ya Julai 20 mwaka 1969 majira ya saa 2:17 kwa kufuata Coordinated Universal Time UTC, yaani majira yanayoratibiwa na ulimwengu. Kwa lugha nyepesi tuseme nchi zimetofautiana saa. Wakati huku kunaweza kuwa mchana, kule kunaweza kukawa usiku, na nchi nyingine kukawa jioni, nchi nyingine kukawa asubuhi. Sasa iko saa ambayo inatumika kama ndio wastani wa saa ya dunia nzima. Hiyo inaitwa Coordinated Universal Time. Kwa hivyo ilifuatwa hiyo Universal Coordinated Time na ikaonyesha kwamba saa 2:17 usiku walipokuwa pale kwenye mwezi, Neil Armstrong ndiye anayefahamika kuwa binadamu wa kwanza kutua katika mwezi katika safari iliyofanywa na wanaanga watatu wa Kimarekani iliyofahamika kama Apollo Moon Mission. Zile zilikuwa ni video za maigizo, ni filamu tu mkubwa, na inadaiwa kuwa kisayansi na kiteknolojia ya mambo ya anga, Urusi ilikuwa imetangulia mbele kuliko Marekani. Hivyo ili kushinda mbio za ushindani, Marekani wakaamua kitabu hiki kinadai kuwa
Kwa jinsi sayansi ya Marekani ilivyokuwa kipindi kile miaka ya 1960, especially ule mwaka wa 1968, kama mwanasayansi yoyote angerusha Earth Society likafananisha picha za chombo walichosema wamesafiri nacho wa Marekani kwenda mwezini na chombo kilichoonekana katika movie ya Capricorn katika filamu iitwayo Capricorn 1 ya mwaka 1978. Yawezekana Wamarekani walitumia chombo hicho kujifanya ndio wamesafiri nacho kwenda nje ya dunia wakatua nacho kwenye mwezi. Pia wanaodai kuwa Wamarekani walidanganya hawakwenda mwezini wanatoa sababu nyingine wakisema kuwa shirika la sayansi ya anga la Marekani, NASA, waliamua kufeki hii mission ili kujaribu kujipatia fedha ili kuweza kujiimarisha zaidi, kwani serikali ya Marekani ilitoa kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 30 zilizotolewa na kupewa NASA ili waweze kufanikisha mpango huo. Lakini pia wakaenda mbali zaidi na kusema NASA waliamua kufanya hivyo ili kukimbiza mawazo ya wengi ambao kwa kipindi hiko walikuwa wakifikiria vita ya Marekani na Vietnam, vita iliyokuwa mbaya sana na madhara mengi kwa Marekani. Kwa kutumia nguvu ya vyombo vya habari, serikali ilijaribu kuhamisha mawazo ya wengi toka kwenye vita hiyo na kuwaletea ajenda nyingine ya kuwafini, bali walitengeneza video za maigizo kuudanganya ulimwengu. Zifuatazo ni sababu mbalimbali zinazotajwa kama ushahidi wa kuthibitisha kuwa safari ya Wamarekani kwenda mwezini wakidai wao ndio binadamu.
teknolojia inayohakikisha. Hoja nyingine ikawa Wamarekani waliporudi kutoka kule mwezini, inasemekana walirudi na zawadi ya mawe kutoka huko, lakini mawe haya yanaonekana kufanana zaidi na haya mawe yetu yaliyoko hapa duniani, wakati ardhi ya kule mwezini inaundwa na miamba tofauti na miamba iliyoko huku duniani. Iweje mawe waliokuja nayo yafanane na ya hapa duniani? Hoja nambari 8 ikawa ni kuonekana kwa mwanga wa aperture za studio, taa za studio wakati wa kupiga picha. Bwana mmoja aitwaye Roger Launius kutoka Smithsonian National Air and Space Museum alidai kuwa moja ya picha zilizoachiwa na NASA kulionekana mwanga wa studio uliotokana na lens flare. Mwanga huo ulionekana waziwazi kuashiria kwamba picha zile zilipigwa studio. Kwa maana hizo lens flare wale wanasayansi wa sayansi ya anga ya Marekani hawakwenda nazo kule mwezini. Iweje effect yake ionekane katika picha? Aliyesema hayo Roger Launius akizungumza na chombo cha habari National Geographic. Ilizozitoa Profesa Anu Oya kuhusiana na ukweli wa safari ya Wamarekani kuthibitisha kwamba kweli walifika katika uso wa mwezi. Kwanza wanasema chombo chao wakati kipo safarini kuelekea mwezini kilionekana na vyombo vingine vya anga, yaani wakati kinapita kule angani kuelekea mwezini, watu wakifanya kweli ile safari kuelekea mwezini. Na pia hata kutua kwa chombo hicho mwezini kulishuhudiwa pia na vyombo vingine vya anga kama kile chombo kiitwacho China's Change to Lunar Probe. Huo ulikuwa ni ushahidi wao wa kwanza. Pili wakasema swala. Profesa Anu Oya akatoa ufafanuzi uliowatetea NASA kwa kusema hata hapa duniani swala la vivuli kupishana huwa linajitokeza kutokana na uwiano ambao vitu vimesimama. Akasema mara nyingi wakati jua limeanza kupoa, nenda nje na unaweza kukutana na jambo hilo kwa wepesi. Hili naliacha kwako, chunguza upate kuthibitisha. Jibu lake ni kweli. Tatu, Profesa Anu Oya anapozungumzia hoja ya kwamba NASA wasingeweza kuuvuka ule ukanda wa Van Allen Radiation Belt, alijibu hoja hiyo kwa kutoa Allen Radiation Belt ilikuwa ni mchana, hivyo nyota zisingeweza kuonekana. Na kuhusiana na swala la bendera iliwezaje kupepea wakati mwezini hakuna upepo, Profesa Anu akasema tazameni ile picha vizuri. Kile kitambaa cha bendera kwa juu kilikuwa kimeshikiliwa na telescopic pole, yaani chuma, ili kiweze kusimama na bendera ionekane vyema. Ni kama NASA walishajua hilo, kwa hiyo walijiandaa vyema mapema. Na la mwisho, Profesa Anu Oya alipoulizwa kuwa wako watu wanaouliza kama kweli mwaka ule NASA walifanikiwa kwenda mwezini, mbona siku hizi hawaendi tena? Jibu lake likawa Apollo 17 ndio ilikuwa mpango wa mwisho wa Apollo. Ushahidi wao mwingine
alisikia adhana akiwa huko katika anga la ulimwengu na katika mwezi, na aliporudi duniani kwa fumbo akisema, nimeiona misikiti michache yenye maspika makubwa, ila inastaajabisha. Wakati ule tuko angani, itakuwa kuna mtu huku duniani katika msikiti mmoja alifungulia sauti kubwa kweli kweli mpaka kule angani tukaisikia. Jibu hili la fumbo laweza kuwa na maana nyingi ukitafsiri kwa kadri ya upeo wako, ila maana mbili ambazo zina mashiko zaidi ni kwamba, moja, Neil Armstrong kama alimaanisha hili jibu lake, basi ilikuwa anathibitisha kuwa kweli alisikia adhana. Na pili, kama Neil Armstrong alijibu kwa kejeli, basi anamaanisha kuwa ni mawazo ya kitoto mno kudhani kuwa anaweza kusikia adhana kule angani au mwezini. Ila sasa, swali la msingi ni kuwa, kama kweli alisikia adhana, je, unadhani ingekuwa rahisi kwake kurudi na kuibeba hiyo simulizi kama ajenda na kuitangaza duniani kote? Walioamini juu ya kisa hiki wakaendelea kusimulia kwa kusema, baada ya kusambaa kwa kisa hiki maarufu, Neil Armstrong, huyu mwanadamu wa kwanza kukanyaga mwezini, juu ya swala hilo kulikuwa chini ya shinikizo kali kutoka kwa serikali ya Marekani. Ubishani bado ukaendelea na wazungu wakaja na swali, wakauliza, hivi kweli tunaweza kusikia sauti ukiwa mwezini? Wakatoa ushahidi wa kisayansi na kusema jibu ni hapana. Haiwezekani kwenye mwezi kwa mawimbi ya sauti kusafiri. Hivyo ukiwa mwezini hauwezi kusikia sauti kwa kuwa hakuna upepo kwenye mwezi. Haiwezekani mawimbi ya sauti kusafiri.
Lakini wale wanaoamini Armstrong alisikia adhana walipoona wanaambiwa mwezini huwezi kusikia sauti, basi nao wakauliza, mnadhani kwa Mungu kuna baada ya kuruka sambamba na chombo hicho cha kigeni ambacho baada ya dakika chache chombo kile chenye kung'aa mwishowe kiliwapotea, na wanaanga wakamaliza safari yao mpaka kufika mwezini bila kukiona tena. Ikawa hakuna mtu atakayeweza kusema kwa uhakika wa 100% kile kitu kilichoongozana nao kwa muda mfupi, je, kilikuwa ni nini? Tosheka na haya niliyokujuza kuhusu safari ya wanasayansi wa Marekani wanaodaiwa kuwa wanadamu wa kwanza kukanyaga mwezini. Japo hapa nimekujuza mengi, lakini yako mengi zaidi kuhusiana na simulizi hii ya wanasayansi wa anga wa Marekani. Tazama kwa makini picha hii ya satellite ya mwezi. Bado unaweza kuona alama za nyayo kwenye vumbi na sehemu ya mabaki ya chombo cha usafiri cha tangu kipindi hicho binadamu walipofika huko. Hiyo ilikuwa Apollo 17, zaidi ya miaka 50 iliyopita. Ilikuwa safari ya mwisho katika mashindano ya anga yaliyomwezesha binadamu kufika mwezini. Lakini sasa kuna mashindano mapya ya kurudi tena mwezini. Unaweza kujiuliza kwa nini yamerudi tena sasa? Na kwa nini imechukua muda mrefu hivyo?
Ili kuelewa mashindano haya mapya ya anga, tunahitaji kuyaelewa yale ya kwanza. The first space race back in the 1960s was all about the United States of America and the Soviet Union trying to demonstrate their technological superiority as part of a much wider geopolitical battle to prove themselves the superpower of the world. Urusi ilikuwa nchi ya kwanza kuweka kitu, mnyama na binadamu katika mzingo wa dunia. Lakini mwaka 1969 Marekani ilifanikiwa kumpeleka binadamu mwezini. Hadi mwaka 1972 wanaanga 12 wa Marekani walikwenda kwenye mwezi. Lakini baadaye Marekani ikaacha kupeleka watu mwezini. The reason the US didn't continue after 1972 is that the lunar exploration program was very expensive. It was billions of dollars, and President Nixon at the time pointed out that, well, we've already been there, and more importantly, we have defeated the Soviet Union in this race. Bado Marekani ilizungumzia kuhusu kurudi tena mwezini. Back to the moon, back to the future. Returning to the moon is an important step for our space program. Lakini kipaumbele kilihamia kwenye mambo mengine kama vile satellite na kwenye kituo cha kimataifa cha anga. Wakati huo huo, China ilikuwa ikiandaa programu yake ya kwenda mwezini. Mwaka 2006 mwanasayansi wake mkuu alisema kwamba kwenda mwezini inaashiria kwamba nchi hiyo ina nguvu. Mwaka 2013 China ilirusha ndege isiyo na rubani kwenye mwezi, jambo ambalo hakuna aliyefanya tangu miaka ya 70. Hivyo basi Marekani ikaanza kuitazama kwa ukaribu zaidi China. The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. China have made it clear that they want to emulate the US success of the 60s and land humans on the moon. The US don't want to see China do that alone, and so the two are competing, and both have said that they want to return humans to the moon in the coming years. Marekani ina mradi wa kuyatekeleza hayo na unaitwa Artemis. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuzunguka mwezi kwa kifaa kisicho na rubani mwaka 2022. Katika hatua ya pili, wanaanga watazunguka mwezi kwa mara ya kwanza, jambo lililofanyika zaidi ya miaka 50 iliyopita. Lakini kwa sasa hakuna mpango wa kupeleka watu kwenye mwezi mpaka hatua ya 3 itakapofika mnamo mwaka 2027. Maendeleo ya mpango huo kwa sasa yanaenda na taratibu kuliko ilivyokuwa miaka ya zamani, na sababu mojawapo ni wasiwasi kuhusu usalama. The appetite for risk back then was much greater than it is now. In many ways, the Apollo astronauts were very lucky. Space is a risky business. The rocket is hundreds of tons of exploding fuel. NASA imejenga roketi mpya iitwayo Space Launch System ili kuwapeleka wanaanga wake kwenye mwezi. Na kampuni binafsi kama SpaceX na Blue Origin zinajenga teknolojia inayohitajika kwa ajili ya kutua kwa roketi. Hii yote ni katika kujaribu kupunguza gharama. Lakini baadhi wanasema hizi ndizo moja ya sababu zilizosababisha ucheleweshaji wa programu ya Artemis. Look at the architecture that we have developed to land American astronauts on the moon. Fire. It is extraordinarily complex. It is highly unlikely that we will land on the moon before China. Lengo la China ni kupeleka binadamu kwenye mwezi hadi kufikia mwaka 2030. Na China inasema kuwa haina ushindani na Marekani. Lakini rais wa China Xi Jinping anasema kwamba shauku yao ni kuwa na nguvu ya anga. Maafisa wa Marekani wanaeleza wazi jinsi wanavyohisi kuhusu hilo. We cannot lose the moon and lose the race to the moon to China. If we fall behind, if we make a mistake, we may never catch up. And the consequences could shift the balance of power here on Earth. Kadri programu za Marekani na China zinavyoendelea kukua, ndivyo pia mipango miwili tofauti kuhusu kwenda mwezini inavyoendelea kuandaliwa. On one hand, we have the US-led Artemis Accords
that about 60 nations have signed, including India, which is a major spacefaring nation. On the other hand, you have China that is leading the International Lunar Research Station. Russia is a main collaborator, and about 10 nations that have joined that side. Programu zote mbili za Marekani na China zinalenga kujenga vituo vya kudumu kwenye mwezi. Na kuwa wa kwanza kufika huko ndio hatua muhimu sana. The moon is the size of Africa, and there are only some regions on the moon that has resources. You basically are there first, and you have permanent infrastructure. Then if another nation has to land there, they have to take your permission. Kipaumbele kipo kwenye upande wa kusini wa mwezi kwa sababu ndani ya madimbu yake kuna maji. Kiujumla, maji haya ni muhimu kwa ajili ya maisha ya binadamu kwenye mwezi, sio tu kwa ajili ya wanaanga kunywa wanapokuwa huko. Lakini kwa sababu maji yanaundwa na hidrojeni na oksijeni, oksijeni hiyo inaweza kuchakatwa ili kuwapa hewa ya kupumua. Na ukitenganisha hidrojeni na oksijeni, vinaweza kuwa mafuta ya roketi ambayo yanaweza kutumika kwenye mipango ya baadaye ya masuala ya anga. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. So their argument is that the moon is going to serve as that base of infrastructure, human ingenuity, where you actually utilize lunar resources to build your capacity. Baadhi ya rasilimali hizo zimefichwa katika vumbi la mwezi, ikijumuisha helium-3 ambayo siku moja inaweza kuendesha mitambo ya nyuklia na ni nadra sana na ghali duniani, lakini kuitoa kutoka kwenye mwezi bado hakujawahi kujaribiwa. You have to send all the equipment to the moon. You then have to do all that processing, contain your helium-3, return it safely to Earth, and then use it. And the cost of that will be substantial. Will the benefit be worth it? And liftoff of Artemis 1. We rise together. Hilo ni moja ya mambo mengi yasiyokuwa na majibu katika mbio hii mpya ya kwenda mwezini. Lakini malengo ya misheni hizi yako wazi. The first space race was a lot about missions. The space race we are seeing today, it's about activity. It's not just one mission. It's this connection of activities that build capacity to utilize space for a much more sustainable period and longer term. Sema akili ya kuambiwa changane na ya kwako. Kwa hivyo, kwa haya ulioyasikia hapa na mengine ambayo utaendelea kuyasoma, jibu litakuwa kichwani mwako. Je, Wamarekani walitudanganya ama walikwenda kweli mwezini? Hiyo itakuwa ni juu yako sasa kuamua. Na pili, je, kwa haya ulioyasikia hapa, Neil Armstrong ni kweli alisikia adhana alipokuwa huko katika anga la ulimwengu? Alipokuwa mwezini, ni kweli Neil Armstrong alisikia adhana? Ama unadhani ni hadithi ya kufikirika? Hapo amua wewe pia, lakini nakushauri tu usiongozwe na hisia zako binafsi, wala usiongozwe na mihemko ya kufikiri hasa kwa kushawishiwa na dini.